Baada ya miaka mitatu ya ukimbizi wa kiserikali mjini Port Sudan, serikali ya mpito ya Sudan imerejea rasmi katika mji mkuu wa nchi hiyo wa Khartoum. Hatua hii ni alama ya ushindi wa jeshi la Sudan ambalo lililazimika kukimbia mji huo mwaka 2023 baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya vikosi vya Rapid Support Force RSF. Waziri Mkuu Kamil Idris ametangaza kurejea kwa kile alichokiita serikali ya matumaini, akiahidi kuanza mara moja kwa kazi ya kufufua huduma za msingi kama maji, umeme, afya na elimu katika mji ambao umeharibiwa vibaya na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa amani kwa Sudan, alisema Idris, akirejelea takriban watu 1.5 waliopoteza maisha tangu mzozo huo uweze kuanza. Pamoja na kurejea huko kwa serikali, hali ya kibinadamu inasalia kuwa tete mjini humo. Umoja wa Mataifa unahitaji hali ya Sudan kama janga baya zaidi la kibinadamu duniani kwa sasa, huku watu milioni 12 wakiwa wakimbizi. Wakazi wa Khartoum waliobaki mjini humo wamesimuliwa madhira ya ukatili, uporaji na uvamizi wa makazi ya raia uliofanywa na kikosi cha RSF kabla ya jeshi kuukomboa mji huo Machi mwaka 2025. Licha ya jitihada za ndani, amani ya kudumu inakabiliwa na kikwazo cha uingiliwaji wa mataifa ya kigeni yanayotoa silaha kwa sasa. Falme za Kiarabu UAE iko chini ya darubini ya kimataifa kwa madai ya kuifadhili RSF, tuhuma ambazo UAE imekuwa ikizikanusha mara kadhaa. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment. Maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Serikali ya Sudan yarejea mji mkuu wa Khartoum baada ya miaka mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.